program ya chakula hapa shuleni. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umesitisha bila kikomo utoaji wa visa vya uhamiaji kwa watu kutoka mataifa 75, hatua inayochukuliwa kuwa mojawapo ya juhudi kubwa zaidi hadi sasa za kuzuia njia zisizokuwa halali za kuingia nchini Marekani. Orodha hiyo pana inahusisha karibu kila eneo kuu la dunia, ikiwemo Afrika, bara Asia, Amerika ya Kusini, Mashariki ya Kati na Ulaya ya Mashariki. Rais wa Marekani Donald Trump ameibua tena mjadala wa kimataifa baada ya kuimarisha sera kali za uhamiaji, hatua inayoathiri mamilioni ya watu duniani. Trump anasema mataifa husika yamenufaika kwa njia isiyo halali na walipa kodi wa Marekani, hali anayodai lazima ikomeshwe. Hatua hii inaweza kuwazuia takriban wahamiaji halali 315,000 kuingia Marekani katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Uamuzi huu unafuatia maagizo ya mwaka 2025 ambayo tayari yalizuia safari kutoka nchi 39 nyingine na kusitisha mchakato wa hifadhi kwa raia wa mataifa fulani. Mataifa yatakayoathirika ni pamoja na Colombia, Somalia na Pakistan, ambako raia wake wengi hutafuta hifadhi au makazi ya kudumu nchini Marekani. Tanzania, moja ya nchi za Afrika Mashariki zilizoorodheshwa, inadaiwa kwanza kufuata mfumo wa uongozi unaofanana na ule wa China. Marekani imekuwa ikionyesha kutoridhishwa na mataifa ya Afrika na kusini mwa dunia yanayoelekea katika mfumo huo wa Kichina. Ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya na Burundi ndizo nchi pekee ambazo hazijajumuishwa kwenye orodha hiyo pana. Barani Asia, mataifa yatakayoathiriwa na sera hiyo ni pamoja na Iraq, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Syria na Nepal. Sera hiyo inatarajiwa kuanza kutekelezwa rasmi tarehe 21 Januari mwaka 2026. Ulaya, nchi kama Bosnia, Belarus, Moldova, Montenegro na Urusi, miongoni mwa nyingine, zitaguswa na hatua hiyo. Katika Karibiani, Barbados, Dominica na Cuba zimejumuishwa, huku Amerika Kusini zikihusisha Brazil, Colombia na Uruguay. Wataalamu wa mahusiano ya kimataifa wanaonya kuwa uamuzi huu unaweza kusababisha hatua za kulipiza kisasi kutoka kwa mataifa yaliyoathiriwa. There could be retaliatory measures. Reciprocals could again happen. What are these countries likely to do? You look at a country like Brazil, Pakistan. Those are countries that are likely to take other retaliatory measures by having either doing exactly the same what America has done or restricting visas for even visiting Americans or those who are doing businesses in their countries. So it will have impact. Hata hivyo, wakati Marekani ikiendelea kukaza sheria zake za visa, mataifa mengine pia yanafuata mkondo huo. Hivi karibuni Ujerumani imeanzisha sheria kali zaidi za uhamiaji baada ya awali kufungua milango yake kwa wahamiaji. Everyone has to protect what they have. Yes, and according to the American First policy by Trump, it's good for them. But again, let us remember that America is what it is because of the immigrants, right from Trump's great-grandfather, who is not even American but Irish, and many others. All the big names in America, past and current, they are not originally Americans. Bado haijabainika ni kwa namna gani mataifa yaliyoorodheshwa yataichukulia hatua hii ya Marekani. Mzozo wa